الحمد لله فاتر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. Vipi shekhe, mbona umeacha kusoma? Nini shida? Natafakari kuhusu ulimwengu wa malaika uko vipi. Naomba kuuliza swali. Kama ikitokea watu wengi sana wamekufa na kule kaburini kuna malaika wawili, Munkar na Nakir, na wale watu wakazikwa sehemu moja, sasa kila mtu anakuwa na malaika wake au malaika hao wawili wanapita kwa kila mtu mmoja mmoja? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'du, fa ya akhi wa ukhti, tahiyya tayyiba mubaraka min indillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mtazamaji, kwa biidhnillahi ta'ala tumekutana tena kwenye kipindi ambacho kimebeba unwan Alamul Malaikatul Abrar, ulimwengu wa malaika viumbe wema. Alamul Malaikatul Abrar tutazungumzia leo biidhnillahi ta'ala, kuzungumzia suratul malaika, speed yao. Malaika wanakwenda kwa kasi kubwa sana. Ilikuwa Mtume wa Mwenyezi Mungu alayhi salatu wasallam anaulizwa, na kabla mwenye kuuliza hajamaliza, malaka Jibril alayhi salatu wasallam anakuja na majibu kutoka mbinguni, na masafa ya mbingu mpaka mbingu kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni masafa ya kilomita 500. Tasema 500 kwa kipando ambacho ni mwendo wa miaka 500 kwa kipando ambacho kina kasi kubwa sana. Kwa wale suratul malaika, ile spidi yao tutaweza kuitazama katika somo letu la leo biidhnillahi ta'ala. Lakini vile vile katika jambo jingine ambalo tuliangalia katika somo letu la leo ni ilmu ya malaika. Malaika upeo wa ilmu waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu viumbe waliopewa salahia kubwa, waliopewa majukumu makubwa, wana upeo mkubwa sana wa kujua kusimamia mambo yao na kuwasimamia wanadamu na kupangilia mambo yao katika kuweza kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alamul Malaikatul Abrar, ulimwengu wa malaika ambao ulikuwa ni wema. Tukiweza kutazama spidi ya mnyama ambaye Mtume wa Mwenyezi Mungu alimtumia, ambaye ni Buraq. Mnyama huyu Mtume wa Mwenyezi Mungu kabla ya kumpanda, kwa sababu ana spidi sio ya kawaida, tumzungumzie malaika Jibril, tukusudia mnyama aliyepandishwa Mtume wa Mwenyezi Mungu, ili lazima afanyiwe operation maalumu kwa ajili ya kuweza kwenda spidi kali kama hiyo. Na ndugu yangu mtazamaji, katika jambo ambalo ni zito sana ni kuzungumzia suratul malaika, spidi ya malaika. Malaika kila watu watakavyokwenda kwa spidi kubwa, watabaki nyuma sana kwenye spidi hao viumbe ambao Mwenyezi Mungu ameweza kuwaumba. Tukisema ni viumbe wana nguvu, ni viumbe wakubwa wa mili, wazuri, lakini kuna haja kubwa kujifunza kuangalia suratuhum wa ilmuhum, spidi yao ambayo iliyokuwa kubwa. Sasa hivi katika ubunifu wa kibinadamu na teknolojia vile ambayo imeweza kutufikisha, inaonekana a'zam sur'a yaarifuha albashar, ile spidi kubwa wanayojua binadamu, hiya sur'atul dhaw, ni spidi ya mwanga. Spidi ya mwanga ndio ambayo inahesabika ndio ambayo ni kubwa kuliko spidi yoyote, ambao wanasema yantaliqu bi sur'a, yani spidi ya mwanga ile pap ikawa imefika kule, wanasema inaweza kukata kilomita 1186 fi thani alwaqt, kwa sekunde. Kilomita 1186 kwa sekunde. Hii ndio inayoonekana kwamba ndiyo spidi ambayo binadamu anaishangaa sana, sur'atul dhaw, sababu ukipiga pap tayari umeshafika kule. Lakini malaika je, wanakwenda kwa spidi gani? Mimi mara nyingi nikiangalia hii sijaona maandiko ya namba kwamba malaika anaweza kukata kilomita 2000 kwa sekunde au 1000 kadhaa.
sijaona, na tafiti nadhani haziwezi kutambua spidi ya malaika, isipokuwa tu tunaweza kufanya takrib ule ukaribu, tukajua kwamba malaika anatembea spidi ya kiasi gani. Lakini ngoja nianze kuzungumzia viumbe ambao wanatembea kwa spidi kubwa. Nabii Suleiman alayhi salatu wassalam, qala Allah ta'ala, wali Suleiman ar-riha ghuduwuha shahrun wa rawahuha shahrun. Na Suleiman, Allah sema tukamfanyia taskhiri, tukamdhalilishia upepo, mwendo wake wa asubuhi tu kiumbe anatembea mwezi mzima, wa rawahuha, na wakati wa jioni kiumbe mwingine anatembea mwezi mzima. Na hii inataka kutupa maelezo makubwa kwamba Nabii Suleiman alikuwa anatembea kwa kasi sio ya kawaida, kiasi kwamba anakaa anaamsha upepo unakuja kumbeba, anakata kilomita nyingi kwa muda mfupi. Tumezoea kila mtu akipewa majukumu makubwa huwa anapewa salahia ya mwendo. Tuangalie wabunge, tuangalie viongozi wanavyotembea kwa kasi kubwa, na wengine ndio wanamulipa tochi kwamba sitembee mwendo wa spidi. Lakini kwa sababu yule ana salahia na ana majukumu makubwa, anapewa spidi kubwa. Tuangalie spidi ya malaika. Tumemwangalia Nabii Suleiman kapewa spidi sio ya kawaida, anakata kilomita nyingi kwa muda mfupi. Mimi nilikuwa nasoma katika historia za mitume, na mwangalia Nabii Ibrahim anatoka Sham anakwenda Makka, anakwenda kumwangalia mtoto wake Ismail kwa muda mfupi, alafu anarudi. Mpaka nashangaa huyu anawezaje mwendo mrefu huu? Lakini Mwenyezi Mungu kawakunjia waja wema mitume, kwa sababu wana majukumu makubwa. Malaika nao wamepewa majukumu makubwa, wamekunjiwa dunia, wanaitembea kwa spidi sio ya kawaida. Na ndio maana nadhani wanawachuoni wamekosa kupiga mahesabu ya namba, wametafuta mifano ili watuambie malaika anatembea kwa spidi gani. Mfano namba moja, na huu wakati mwingine unaposoma sana mengine unaanza kuyazalisha wewe, huu nimeuzalisha mimi, naanza kuangalia spidi ya malaika kumwangalia mtume wa Mwenyezi Mungu alipotaka kupanda Buraq. Buraq sio malaika, ni mnyama, lakini mnyama huyu atampanda mtume wa Mwenyezi Mungu. Na mitume ni viumbe wameumbwa kwa maumbile maalumu jamani. Mitume sio kama sisi. Mimi nitakupa kitu kimoja, askari tu, mfano mwanajeshi, vyakula anavyolishwa, nguvu anazopewa, mafunzo anapewa, hawezi kukutana na mtu wa kawaida alafu akamletea ujeuri. Yaani ana vitu na tekniki maalumu alizopewa, hata wakati na masindano na madawa anayopewa ya kumzidisha nguvu, awe na nguvu tofauti na mtu mwingine ambaye anataka kumdhibiti. Hivyo basi hata mitume wako vingine. Kana al-anbiya min ashja'in nas. Mitume walikuwa ni mashujaa kuliko unavyotasawwar. Mtume Mwenyezi Mungu atakupandishwa Buraq, alifanywa operation maalum kabla ya safari ya kiumalaika, kwa sababu anasafiri na Jibril, atafutiwa kipando kinalingana na yeye binadamu. Ilibidi mtume alipoletewa Buraq, yule mnyama itabidi mtume afanywe operation maalum. Mwendo ule hauwezi binadamu wa kawaida. Mtume wa Mwenyezi Mungu anafanywa operation ambayo itamfanya kwamba aweze kumpanda Buraq. Buraq anavyotembea, kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadhau hafirahu tarafa ainai, bimaana mguu wake anakanyaga pale anapoona. Allahu akbar, Allahu akbar. Sura ya ajabu, spidi ya ajabu. Na tusema hivi, watu watakavyotembea spidi yote, hakuna duniani katika viumbe aliyetembea spidi kubwa kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani kabla ya safari sio ndio ukapimwe afya, sio ndio ukafanyeje, la, unafanya operation maalum. Safari hii utapanda kipando ambacho kipando hichi spidi yake sio ya kawaida. Macho yake anapoona ndipo anapokanyaga. Yani hapa na Dodoma wapi kwa wapi ukipiga cha unapoona ndo unapotua. Alafu kiumbe sio kama atembea chini, anaruka. Na kama anaruka manake kama ulikuwa unaona tu za posem fly unaona, lakini yuko juu kwa ile jicho lake linapofika. Na pia nikisema jicho lake linapofika, jicho la Buraq sio jicho lako wewe binadamu ambao limejawa na dhababia na moshi, halioni mbali, likiona nguzo ya umeme hapa na nguzo 2-3 kule. Sio Buraq.
Buraka anaona mbali, anapotazama ndipo anapokanyaga, na hii ni spidi ya ajabu. Bali mpaka kuna wengine wataka kuleta jambo la ajabu katika spidi ya Buraka. Asema ilikuwa Buraka kama atakanyaga jiwe alafu ataondoka, jiwe litafuata. Ile kasi aliondoka nayo pale, ile pap, akiondoka ile jiwe litatoka kwa kasi liruki. Natembea spidi ya ajabu. Hii ni spidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, subhana alladhi asra bi'abdihi layla. Ametakasika Mwenyezi Mungu ambaye amemsafirisha usiku mtume wake layla. Yani layla kama kaji usiku kidogo hivi. Tukasema ni usiku wote. Layla. Umefanya kama sikaji sehemu tu ya kaji usiku. Mwendo ambao watu walikuwa wanakata kuelekea Sham, watu wa Makka, miezi miwili kwenda, mwezi, siku 30 kurudi, siku 30. Mtume Mwenyezi Mungu alikata layla. Alafu chukua mwendo kutoka pale Baitul Maqdis kuelekea mbinguni. Na Mtume wa Mwenyezi Mungu asema baina al-ardi was-samaa wa bis-samaa al-awwal, baina ardhi na mbingu ya mwanzo ni masiratu 500 am, ni mwendo wa miaka 500. Patazame kwa jicho, lakini ni mwendo wa miaka 500. Piga 500 kutoka hapa mpaka mbingu ya kwanza, alafu baina ya mbingu na mbingu ni mwendo wa miaka 500. Piga 500 nyingine kwenye mbingu ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7. Afanye mazungumzo na Allah jalla jalalu, afupiga 500 mara 7 kushuka, atashukia Baitul Maqdis. Alafu rudi tena uje zako Makka, akamaliza usiku mdogo. Huu ni mwendo wa Mtume Muhammad na Buraka. Ndio utajua Jibril anatembea kwa muda gani. Ndugu yangu mtazamaji, wallahi malaika wanatembea kwa kasi kubwa sana. Lakini tuchukue mapumziko mafupi kisha tutarudi. Kweli moyoni sina raha, kweli moyoni sina raha. Ndugu yangu mtazamaji, kama utakuwa ni mara ya kwanza unafungua TV yako, kipindi ambacho kilikuwa hewani ni Alamul Malaikatul Abrar, ulimwengu wa malaika viumbe wema ambao wanamtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tulikuwa tunanakishi na kuweza kuogelea kwenye ule spidi, na hatukuweza kupata namba kusema kwamba ilikuwa inatembea kilomita 800 kwa sekunde au kilomita labda 10,000 kwa sekunde. Hatukuweza kupata namba. Tumepata mifano ndio tukaona tuweze kuileta ili uweze kujenga wewe mwenyewe, utaona kwamba ni spidi sio ya kawaida. Tulikuwa tunamzungumzia Nabii Allah Subhanahu wa Ta'ala anatembea kwa upepo. Mwendo wake kwa spidi ilikuwa za kawaida, mtu atembea mwezi mzima ya asubuhi tu mpaka jua kunyanyuka. Na akiondoka jioni kama ni saa 10, 11 mpaka jua kuzama, mtu mwingine tembea mwezi mzima. La, umempata mmoja katika baadhi ya ulama wanasema kama Sheikh Uthaymeen anasema hivi, mwanadamu sasa hivi spidi yake anatembea hata kumshinda Nabii Allah Suleiman. Kwa vifaa vyetu vya kileo, maji ndege haya, kuna ndege zinakwenda kwa kasi. Kama una mwendo wa ngamia, mtu atembea mwendo mwezi mzima kwa kipindi Nabii Allah Suleiman ametembea kuanzia jioni mpaka jua kuzama. Alipofanya mukarana akapiga mahesabu mwendo wa ngamia kipindi kile, kilomita anazozikata ukizipigia kwa mwezi mzima ndio afikie mwendo wa Nabii Allah Suleiman, mwanadamu anazikata sasa hivi kwa haraka zaidi. Ila tulikuwa tuzungumzia mwendo wa Buraka aliompanda Mtume Mwenyezi Mungu. Hivi unajua kwamba Mtume Mwenyezi Mungu aliporudi Makka watu walikataa? Sur'a hail, spidi ambayo haiingiliki akilini, bali mpaka katika baadhi ya ulama usiyari wanasema baadhuhum irtaddu, baadhi yao safari walifanya wakanushwa mkatai Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba sasa hivi umezidi uongo. Abu Jahl alivyoambiwa kuhusu safari ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra wal Mi'raj, wao haoni maajabu kwenda mbinguni, walikuwa wanaona maajabu msafara wa kutoka Makka kwenda Baitul Maqdis, ambao mtu anakata kwa spidi yoyote ni miezi miwili. Wewe vipi katika usiku tu urudi? Ambia niwaambie, tuambie waambie. Kila naambiwa shika mdomo mimi. Jambo ambalo haliaminiki. Na huyu alisafiri na Jibril. Sasa huyu ulikuwa ni msafara tu hivi. Na ndio maana Jibril alikuwa anakata masafa. Mtume Mwenyezi Mungu anaulizwa, haje huyu anayeuliza hajamaliza. Jibril ashatoka mbinguni na majibu ameshafika. Spidi kubwa sana ambayo ilikuwa anatembea nayo Jibril alayhi salatu wassalam.
Kwa hiyo ndugu yangu mtazamaji, tunazungumzia suratul malaika, ule spidi yao ambayo inaonekana kwamba ni spidi sio ya kawaida. Amma suratul malaika fahiya fawqa dhalika, wa hiya suratu la tuqasu bimaqayis albashar. Sheikh hapa asema hivi, na pia nawadhani mimi nimekubaliana, nasema spidi ya malaika wanavyoitembea dunia huwezi kuipima na vipimo vya kibinadamu. Mimi nitakupa mfano tu. Muangalie malakul mauti. Malakul mauti sekunde hii amekufa mtu Tanzania. Kwa muda huu na sekunde hii kafa mwingine China. Mwingine shikana kafa wapi huko duniani mbali na kukujua wewe. Muda huu ambapo jambo hilo haliwezekani kabisa akili ya vipimo ya kibinadamu. Dunia kwao sijui ikoje Mwenyezi Mungu alivyokuwa amejalia. Kwa hiyo asema hivi, huwezi kupima bimaqayisil basad. Kana sailu yati ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwa mtu anakuja kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, fala yakadu yafraghu min suali hatta yatia Jibril. Ilikuwa muulizaji anauliza sali hamalizi, Jibril ameshafika anataka kutoa majawabu min Rabbi al-Izz subhanahu wa ta'ala. Na lau kama tutaweza kutafuta sasa hivi ulimwengu wa mbio, kuna matreni sijui ya umeme sijui inatembea sijui kilomita 500, kilomita 600 kwa lisaa. Wapi? Kilomita 600 kwa lisaa. Wapi? Na mwendo wa Buraq, sizungumzii malaika, nazungumzia Buraq aliyempanda mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sasa hivi ilipatikana kuambiwa kwamba adhau ndio ambao inakwenda kwa spidi kubwa, fa ina tahtaju ila miliari sana adhawiyya hatta tablugha ba'd alkawakib. Asema huo mwendo wa mwanga ulioonekana kwamba una spidi kubwa, unasema unahitaji miliari sana, unahitaji miaka milioni kadhaa mpaka iweze kufikia baadhi ya nyota. Sio mbinguni moja kwa moja, la. Huo mwendo wa mwanga unahitaji malaini, milioni nyingi ya miaka mbele ifike katika baadhi ya kawakib almawjuda fi afaqi hadha alkawn alwasi. Kwa hiyo inaonekana ni spidi ambayo hatukuweza kuidhibiti, ila tu tunapata spidi kama ni spidi sio ya kawaida. Ni spidi sio ya kawaida kwa vile tulivyokuwa tumeizungumza. Sababu Jibril alikuwa anakata mbingu 7, anakuja ardhini kwa kufumba na kufumbua. Lakini mfano mwingine ni mfano wa malakul mauti ambaye anaweza kumuua mtu kama alikuwa muda wake umefika, sekunde ile muda ule katika masafa yoyote yale ambayo na nchi tofauti tofauti. Lakini jambo la pili, pamoja kwamba inawezekana nataka tujifunze katika hii sura ambayo tulikuwa nao, tuingie na masala ya ilmu ya malaika. Tumesema malaika wanajua mengi sana. Ukipewa speed, ukipewa majukumu, kuna vitu unapewa. Power. Wamepewa power ya speed, wamepewa pia power ya ilmu. Na hili tunatakiwa tulitambue katika maisha kwamba almalaika indahum ilmun wafurun allamahumullahu iyah. Malaika wamepewa ilmu kubwa, wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin laysa indahum alqudra allati utiyat lilinsan fi ta'aruf ala alashya. Lakini hawakupewa uwezo wa kuweza kutambua vitu tofauti. Vitu hivi Mwenyezi Mungu sema wa'allama Adama al-asmaa kullaha, vitu alifahamishwa Adam vitu vyote na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Hata kuweza mambo ya istikshafi sunanul kauni wal malaika ya'lamuna dhalika bitalaqi al-mubashir. Malaika wanavijua sio kwa kuvitengeneza, kwa kupokea kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu amewapa ilmu malaika ya kujua vitu vingi, hasa katika mambo ya binadamu. Qala Allah Ta'ala wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wanayajua yale ambayo mnayo yafanya. Hii ni ishara ya kwamba malaika wa Allah jalla jalalu wanayatambua haya ili tuweze kujiweka vizuri. Nini tunajifunza ndugu yangu mtazamaji katika ulimwengu wa malaikatul muqarrabun? Tunajifunza nini? Viumbe hawa ambao si wa kawaida, viumbe ambao wana spidi sio ya kawaida na wana ilmu kubwa. Tunajifunza kuweza kutambua Mwenyezi Mungu duniani ana ubunifu katika kuumba kwake, ambayo kuna vitu vingine akili zetu haziwezi kufika.
na tukubali akili inapokuwa haiwezi kuelewa mambo mengine, basi tufikie kumwamini Mwenyezi Mungu. Tuamini Mwenyezi Mungu kwamba jambo lipo na spidi tumeweza kuiona, japo hatukuweza kuidhibiti biarqam, hatukuweza kuidhibiti kwa namba, lakini tumeweza kuiona spidi ambayo ni spidi kubwa ambayo la yutasawwar, ambayo huwezi kuizingatia. Lakini vile vile katika jambo ambalo linaonekana lina uzito mkubwa sana katika masala haya ni kuzungumzia alamul abrar, ulimwengu wa malaikatul abrar, kuwa na haya na malaika, kwa sababu yale ambayo unayofanya malaika anayajua. Tumesema katika vipindi vilivyopita kuna baadhi ya mambo ukishaazimia tu anajua. Ndio maana anakuandikia jambo ukitiania tu, jambo jema. Baya anakuacha mpaka ufanye kwa mafunzo ambayo wamepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawakuandikii mpaka wanaona kwamba wewe mwenyewe sasa umefikia ile jambo unalifanya. Kwa maana hiyo, ndugu yangu mtazamaji, katika kitu ambacho ni kikubwa katika alamul malaikatul abrar, ulimwengu wa malaika, viumbe wema hawa, mimi sio siri nimependa sana kipindi cha kuzungumzia sura, sababu ulimwengu ni ulimwengu wa mbio. Kila mtu akiwa ana mbio ndo anaweza kufanya maendeleo. Anayepanda pikipiki, anayepanda bajaji, anayepanda Prado, anayepanda kadhaa, anayepanda ndege, kila ukiwa na spidi kubwa ndio unafanya injaz. Hivyo hivyo malaika wa Allah jalla jalalu wana spidi kubwa sana, na spidi hii imekuwa ni sababu ya wao kuonekana wamepewa power kubwa na Allah jalla jalalu ya kuweza kufuatilia na kufanya majukumu yao. Ndugu yangu mtazamaji, wakati umenibakia mdogo sana, ni kuahidi kipindi kijacho tutazungumzia alaqatul malaikatu bil insani, mafungamano ya malaika na sisi. Kuna mafungamano gani? Haya biidhnillah tutakuja kuyaangalia, na hapa ukiona mafungamano haya utawapenda malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukutane kwenye kipindi kijacho. Wa ila liqa, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.